Somo letu leo katika mbili Wafalme sura ya 6 na 7 litatuonyesha sio tu huduma yenye matunda ya Elisha, bali pia jinsi Mungu anavyowajali watu binafsi. Yeye hajishughulishi tu na mataifa yote, na ninaomba kwamba somo letu la leo litakutia moyo na pia kukuhimiza kuendelea kumtumikia Bwana. Sura ya 6 na aya ya 1 sasa inaanza. Sasa wana wa manabii wakamwambia Elisha, tazama, mahali tunapoishi chini ya uangalizi wako ni padogo sana kwetu. Twendeni Yordani na kila mmoja wetu achukue gogo huko na tujitengenezee mahali pa kuishi huko. Sasa unachokiona hapa ni kundi la manabii vijana nchini Israeli ambao wanapewa mafunzo na kuandaliwa kwa ajili ya huduma. Na kwa sababu ya umaarufu wa Elisha na jukumu lake katika huduma, idadi ya manabii vijana imeongezeka. Wamejaa katika mahali hapa padogo wanapoishi. Inanikumbusha wazazi wangu wa mishonari na wana wanne. Sote tuliishi katika nyumba hii ndogo yenye bafu moja na foleni ilikuwa ndefu kuliko tulivyotaka. Sasa familia hii ya manabii hapa inawezekana zaidi iko Jeriko. Kweli inahitaji bweni kubwa zaidi. Hivyo Elisha na hawa vijana wote wanaenda kukata miti na kujenga jengo jipya. Tunasoma hapa katika aya ya 5, wakati mmoja alikuwa akikata gogo, kichwa cha shoka chake kilianguka ndani ya maji na akapiga kelele, ole wangu, bwana wangu, kilikuwa kimekopwa. Sasa hii inaweza isionekane kama jambo kubwa kwetu, lakini hapa nyuma katika siku hizi kichwa cha shoka cha chuma kilikuwa kifaa cha kisasa na kilikuwa cha gharama kubwa sana, na alikikopa. Kwa hivyo hakuna njia ya kulipia kingine. Hii ni hali ya dharura kabisa. Sawa, aya ya 6 inasema kwamba Elisha anakuja na kutupa kijiti mtoni, na kwa miujiza kifaa hicho cha chuma kinaelea juu ya maji. Sasa nadhani kijiti ambacho Elisha alikitupa kilikuwa tu ishara ya kile alichotaka kichwa cha shoka cha chuma kilihitajika kufanya, na hicho ni kuelea, na kilifanya hivyo. Sawa, hii ilikuwa ya kutia moyo kwa manabii hawa wote kwamba Mungu angejali hata kitu kidogo, kitu cha kibinafsi kama hiki. Sasa tukio linabadilika hapa katika aya ya 8, na uhasama mkubwa dhidi ya Israeli ukisababisha matatizo tena. Elisha anatoa msaada wa kipekee wa ufunuo kwa mfalme wa Israeli. Anamwambia mfalme kile ambacho jeshi la Wasiria linapanga na wapi watakapopiga kambi. Ni kama Elisha ana kamera, akipiga picha za kijasusi za jeshi la adui na kisha kuzituma kwa mfalme. Sawa, tunaambiwa hapa katika aya ya 11 kwamba habari hii ni ya kushangaza sana kiasi kwamba mfalme wa Siria anafikiri anasalitiwa na mmoja wa watu wake wa ndani. Lakini basi mtu anamwambia hapa katika aya ya 12, Elisha nabii aliye Israeli anamwambia mfalme wa Israeli maneno unayosema chumbani mwako. Kwa maneno mengine, maisha yako ni kitabu wazi kwa Elisha. Sawa, mfalme wa Siria anatuma jeshi kubwa kumkamata Elisha huko katika mji wa Dothan ambako Elisha anakaa. Tunaambiwa hapa kwamba mtumishi wa Elisha anaamka asubuhi hiyo na anaona mji umezingirwa, na bila shaka anaogopa. Lakini anapompelekea Elisha habari hizo, nabii huyo hajali kabisa. Kwa kweli anajibu hapa katika aya ya 16 kwa kusema, usiogope, kwa maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Naam, bila shaka kijana huyo anaangalia na kusema, unajua, sioni mtu yeyote pamoja nasi kabisa. Kwa hiyo Elisha anaomba hapa katika aya ya 17, e Bwana, tafadhali fungua macho yake ili aweze kuona. Basi Bwana akafungua macho ya kijana huyo, naye akaona, na tazama, mlima ulikuwa umejaa farasi na magari ya moto pande zote za Elisha. Fikiria tukio hilo. Kwa njia hii ni ukumbusho mzuri kwetu leo kwamba hata wakati maisha yanapokuwa magumu na hatuwezi kuona kile Mungu anachofanya, hewa inayotuzunguka imejaa jeshi la malaika wasioonekana wa Mungu. Wako tayari kutumika wanapomhudumia Mungu wa ulimwengu kwa niaba yako na yangu. Naam, Bwana alifungua macho ya mtumishi wa Elisha, lakini sasa anafunga macho ya jeshi la Wasiria.
Elisha anaomba tena hapa katika aya ya 18, na Bwana akawapiga kwa upofu kulingana na maombi ya Elisha. Naam, hiyo si yote. Elisha sasa anaongoza jeshi lote la Wasiria moja kwa moja hadi ndani ya mji mkuu wa Israeli, Samaria. Na mara tu walipoingia ndani, ghafla macho yao yanarejeshwa na wanaona kwamba sasa ni mateka wa Israeli. Hakuna risasi iliyopigwa katika ushindi huu wa ajabu. Sasa ungedhani wangeuawa mara moja au kufungwa, lakini Elisha anaamuru Israeli kuwalisha jeshi hili na kisha kuwaachilia ili kuonyesha neema ya Mungu. Nikwambie, baada ya mlo huu kumalizika na hawa askari kuruhusiwa kuondoka kwa uhuru, wanaacha uvamizi wao dhidi ya Israeli kwa muda mrefu. Ni kweli, sivyo, kwamba njia bora ya kupoteza adui ni kumfanya rafiki? Naam, kwa bahati mbaya, mfalme wa Shamu hajashtushwa sana, angalau si kama askari wake walivyoshtushwa. Na muda fulani baadaye anaamua kufuta Israeli kwenye ramani. Anatuma jeshi lake kuzunguka Samaria na kuwafanya watu wafe njaa hadi wajisalimishe. Na hali inakuwa mbaya sana kiasi kwamba aya ya 28 inatuambia kuwa baadhi ya Waisraeli wanageukia ulaji wa nyama ya binadamu ili uweza kuishi. Naam, Elisha anajitokeza na kutoa ahadi kwa mfalme wa Israeli hapa katika sura ya 7. Elisha anaahidi kwamba njaa itakoma ndani ya masaa 24 na chakula kitakuwa kingi tena. Naam, kuna msaidizi wa mfalme hapa na anadhihaki unabii wa Elisha. Na kimsingi anasema, naam, hilo haliwezekani. Elisha anamwambia hapa katika mstari wa 2, utaona kwa macho yako mwenyewe, lakini hutakula chochote. Naam, itawezekanaje jeshi la Wasiria kutoweka na chakula huwa kingi ndani ya masaa 24? Naam, mistari inayofuata inatuambia jinsi yote yanavyotokea kupitia uzoefu wa wakoma 4 waliokuwa wamekaa pale kwenye lango la Samaria. Naam, mapema asubuhi iliyofuata wanaamua kuchukua nafasi yao, kujisalimisha kwa Wasiria kwa kuwa watakufa hata hivyo, na labda watapata chakula kwa huruma. Kwa hiyo wanatembea hadi kwenye kambi ya Wasiria na wanakuta imeachwa kabisa. Tunaambiwa hapa katika aya ya 6 kilichotokea. Bwana alikuwa amefanya jeshi la Wasiria kusikia sauti ya magari ya vita na farasi, sauti ya jeshi kubwa, hivyo wakakimbia wakati wa jioni na kuacha mahema yao, farasi wao na punda wao. Kwa hiyo hawa wenye ukoma wao tu, kama vile wanatembea kwenye mgodi wa dhahabu, na hapa wanakula chakula kwa pupa, wanakusanya nguo, wanachukua pesa zote zilizoachwa nyuma, na ghafla wanakumbuka mji wao wa nyumbani. Huko nyuma bado wanakufa njaa. Kwa hiyo wanarudi na kuripoti habari njema, na mji unakombolewa kama vile Elisha alivyokuwa ameahidi ndani ya masaa 24. Vipi kuhusu sehemu nyingine ya unabii wa Elisha kuhusu msaidizi wa mfalme ambaye alimdhihaki? Aya ya 17 inarekodi kwamba watu wake walikimbilia nje ya lango la Samaria kutafuta chakula. Watu walimkanyaga kwenye lango hadi akafa. Je, si ya kuvutia kwamba Mungu alichagua wenye ukoma wanyenyekevu kupeleka habari njema kwa watu wao? Naam, hebu niwaambie, karne nyingi baadaye Mungu atatumia wachungaji wanyenyekevu kutangaza habari njema ya kuzaliwa kwa Kristo. Sikiliza, bila kujali nafasi unayoshikilia, usisahau waambia wale walio katika mzunguko wa maisha yako habari njema za Yesu Kristo. Wanahitaji kile ulicho nacho katika Kristo. Wana njaa ya kiroho. Waonyeshe maana ya kumtumaini Mungu, kutembea na Mungu hata katikati ya nyakati za kukata tamaa sana. Naam, hadi safari yetu ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.